Mtazamaji unaendelea kutazama Ukumbi, bado ni Kelly na wageni wangu Mheshimiwa Kiruga Thuku, vile vile Eda Wamboi na Frederick Okango na hatimaye Higgins Mbugwa. Mheshimiwa Kiruga, nianze na wewe. Naam, kauli yako kuhusiana na yale nimezungumzia, kwa sababu nimezungumzia cheche za maneno ambazo zinatokana kwa sababu ya ngazi za kisiasa, na kwa sasa hivi inaonekana kwamba ni rahisi tu kwa upinzani kuwa inasema inakosoa tu kwa sababu ya kukosoa. Unajua Nimrod, sisi kuna jama moja kuu imekuwa na upinzani ambayo sisi kama chama na wale ambao tuko nyuma ya serikali, na usijalishwe na hiyo wanatuambia sijui kama hamtakuja pande hamtashaguliwa. It's okay, hakuna mtu anakuwa permanent leader, but today led by the president and the deputy president, we have resolved we must make a difference katika nchi. Nikikupatia mfano mzuri sana kule kwetu Nyeri, ile interchange inajengwa pale Marwa, na hiyo barabara yote kuja mpaka huku Nairobi, hiyo interchange hata hakuna ingine kama hiyo in the whole of Mount Kenya region, aditesi Nyeri. Kule kwetu, niongea juu ya kwetu, soko ya Udhaya saa hii inajengwa. Kesho tuko na public participation pale Kagisha Inchinga, wanajenga soko ingine hapo. Mwai Kibaki Stadium pale Udhaya, ambayo imekuwa all the years tukisema itajengwa, saa hii inajengwa. Kule wodi yangu, Jubilee walikuja hapo wakasema hii ni wodi, hatuwezi peleka pesa ya serikali, huyo mtu ana support Ruto, akaitisha Ruto barabara. For 10 years hizo barabara zimekwama hapo, saa hii zinajengwa. Pale Mairo tunabadilisha mkondo ya maji, hiyo barabara ijengwe. Pale kutoka Shigadam kwenda Muboine, Kagisha, Muirungi, contractor ako kwa ground. So Kenu kwenda Kaliko imekamilika, sasa tunangojea kumalizia kutoka Kaliko Ruruguti. Shiga Boys, Gitundu Nyamale iko on course. So mimi I'm saying, na mimi nasema, unajua rais alikuja mpaka huko akaongea mpaka mambo ya mradi ya maji. Hiyo mradi ya maji, we are compiling a list. Hata waziri amekuwa hapo juzi. Ndio where the challenges are, we rectify. Watu 1600 tuone wako na maji ya irrigation majumbani kwao. So our language na ile language ya watu wanaongea ni tofauti sana. Yao matusi, kelele, one time, kasongo, bure. You know, things that cannot help this nation. Na nisema na mwisho Nimrod, what we are telling our friends. Juzi nisikiza mzee Aturi akasema hapa Khartoum walikuwa na ofisi za labor offices. Today those offices have been moved to Cairo. Today there is no even immigration in that country. So what we are telling them is, we have a chance of fixing the problems when we work on them within the law. But wao wanakuja hapa, vijana wakitokea kidogo wana infiltrate, wanaanza kusponsor ghasia. No, they should not destroy the nation, the country. Eda, no. Inatosha kusema kwamba agenda ya upinzani ni kumuondoa Rais William Ruto peke yake. Ndio. Kwa sababu yale mambo yote yanafanyika under hii serikali. Kiongozi ni nani? The backstop sat. Kiongozi wa serikali ni Ruto. Hii serikali inakandamiza watu, ina overtax watu. Yeye mwenyewe amesema ati maendeleo inapelekwa kulingana na vile mna support serikali. I am a taxpayer. Wewe ni taxpayer. Kila mtu hapa ni taxpayer. Si lazima nikuwe naunga mkono serikali ati ndio maana niletewe damu, nijengewe barabara. No, it is not fair at all. Wewe unaweza jenga, unasema Jubilee likataa kuleta barabara ati, so you are playing the same concept. So you unaona una lobby, you have to lobby with the president ati so that lobby with your leaders. No, but they do lobby. They do lobby. No. Let me tell you, Nimrod, one time is real and it's inevitable. And this is why so many people are unhappy. And if people are, by the way, the people are supreme. There's nothing you can do about, even if you kidnap all of us, kill all of us. If at the end of, no, we are not inciting, because if already people are unhappy
I don't need to incite them. By the way, these people you see in our rallies, nobody is paid even a shilling. They see our leader, they come because they want to hear, they identify with his vision. They understand what he's talking about. They like that he's, he's speaking on their behalf. And that's why they come to listen to him. You cannot, and ni interesting ati, watu wanasema ati, uyu dio, wanamtukana dio. Unafaa kujiuliza, mtu anasenda aje kutoka kuwa dio mpaka kukua DP. It means, anaweza kuwa outmaneuver, wanalialia ati, uyu ndio alikuwa anatikikana si yeye alimu outmaneuver aje. Kwa sababu ni kiongozi shupavu. Na hivyo ndivyo atadeliver. Na hivyo ndivyo atadeliver hii inchi, atasaidia kuliberate hii inchi. Na mimi hata ninahimiza a lot of Gen Zs na vijana wote wakuje waingie DCP, hivyo ndio tutakomboa hii inchi. Zuieni hapo kidogo. Sijui kwa nini mna hasira na yote mlitangulia kusema kila mtu ana uhuru wa kuzungumza na lakini kuzungumza ukweli. Sasa ukweli. Sasa kwa sababu Nimrod acha nikwambie. Kila mtu akona uhuru wa kuzungumza lakini azungumze ukweli. Sio uhuru wa kudanganya. Kudanganya, nimesema nimealika watu wakuje waunge chama yetu ili wasikize kutoka kwa chama ndani what we are about. Wanapiga wanasema sisi. Hebu ngoja, wacha nimwambie mwelekezi wangu sababu nataka kupata kauli ya Frederick na Higgins. Hebu tumsikize aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akizungumza pamoja na nafikiri alikuwa wakati mmoja mkuu wa sheria na pia ambaye ni mwenyekiti ama kiongozi wa chama cha DP Justin Muturi, wakizungumzia hatua za serikali ya Rais William Ruto ya kutaka kukanganya ama kutawanisha upinzani. Hebu tusikize kauli hizo. If you see any of us akiteleza, huyo mjue ni nani? Msaliti. William Ruto knows his goose is cooked and he has embarked on a very serious scheme to divide the opposition. Be alert. You'll see the next several days the kind of schemes he is having. Fred, pamoja na kuchangia kwamba Eda amezungumzia kwamba agenda ni moja. Naam. Wacha nianzie kwa Eda. Pengine namhurumia sana dadangu kwa sababu pengine hajui. Wajua katika msingi ya kisiasa lazima kiongozi awe na sera. Wananchi wanakupigia kura kutoka na sera zako. Huyu bwana ambaye anaitwa Rigathi Gachagua ambaye ni kiongozi wake, yeye hana sera. Sera yake ni Ruto must go, one term, na hivyo Kasongo, lakini amesema yeye mwenyewe atakuwa rais. Huyu bwana ikumbuke kwamba alitolewa ofisini through impeachment. Yani hakuna pahali popote atawahi shiriki katika uongozi katika nyadhifa za umma. Hawezi Eda. Hawezi kwa sababu ashaimpichiwa. Tatu, nimemsikiza pale Rigathi tena anaposema kwamba pengine Mheshimiwa William Ruto anawapangia. Leo unavyozungumza asubuhi kuna huyu kiongozi wa Jubilee katibu mkuu amesema kwamba huenda huyu kiongozi wa DCP ambaye ni kiongozi wa Eda hapa anapanga kuzungumza na William Ruto kinyume. Kuna watu amewatuma, ni madai, lakini katika siasa madai huenda yakawa kweli. Pili, vile mimi naona hakuna jinsi William Ruto anaingilia siasa za upinzani. Kwa sababu wale wapinzani wenyewe, ngoja kidogo Eda, wale wapinzani wenyewe wanamtaka William Ruto. Wamejua washagawanyika. Huyu Muturi anasema eti yoyote ambaye atateleza sijui ni msaliti, kwa sababu wamemwona Matiang'i ashajitokeza wazi yeye anaenda njia zake. Hivi karibuni utamwona pengine Kalonzo atajitokeza yeye mwenyewe aende njia zake. Watabaki na huyu DCP wao huyu Rigathi. Na kwa vile Rigathi hawezi kuwa rais, atapiga kelele huko, afanye hizo ukabila zake, alafu abakie pale. Nasema hivi Nimrod, kwa sababu sisi tumewajua wale wanasiasa, tumefanya kazi nao, tuko nao. Mimi nataka kuambia wapinzani, ikiwa wangependa kushindana na William Ruto na Raila, moja, waanze kuambia wananchi sera, waache na one term. Pili, waunganishe wananchi. Tatu, wajitokeze wazi
Kama kuna shida watoe suluhisho, sio kupiga kelele tu, kwa sababu sasa hivi wanaofanya, ukiangalia hata dadangu hapa, ni kelele. Sisi tunawahimiza nyinyi wapinzani, kwa sababu mko na uhuru wa kushiriki siasa, toweni sera zenu. Wananchi wangependa kuona ni yapi ambayo mtawafanyia mtakaoingia uongozini. Kwa sasa hamna. Asante Fred. Higgins, pengine nikuulize swali kwa mtazamo tofauti. Kwa sababu pengine huwa kama wananchi mara nyingi huwa tunajisahau. Ukiangalia demokrasia ya taifa hili na jinsi uchaguzi umekuwa ukiendeshwa, mara nyingi upinzani hutoka ndani. Sasa huenda ikawa kwamba sasa hivi walioko serikalini wanaangalia upinzani wakihisi kwamba pale ndio tuna tatizo nao. Kuna uwezekano kwamba upinzani ukatokea ndani, na nazungumzia ushirikiano kati ya UDA na chama cha ODM, kwa sababu huenda ikawa kwamba kuna imani kubwa sana imewekwa na wale wako ndani ya serikali kwamba huu muungano utadumu mpaka baada ya mwaka 2027, lakini huenda ikawa sivyo. Na kama si hivyo, hesabu zitakuwa vipi? Ndio maana nataka tuwe na huo mtazamo wa kutazama kwamba huenda jinsi walioko ndani ya serikali ama wandani wa serikali wanafikiria kwamba upinzani ni ule upinzani ulioko kati ya Rigathi Gachagua, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi na wengine, Kalonzo Musyoka, ili hali upinzani huenda ukatoka ndani ya serikali kama ambavyo tumeweza kuona mara kwa mara katika chaguzi za nchi. Higgins. Kweli hata wakati huu hakuna mtu alitarajia Rigathi Gachagua atakuwa impeached ama nje ya serikali miaka 2. So jambo lolote linaweza tendeka, si lazima hiyo muungano idumu hadi mwisho. Ingawaje ningependa idumu kwa sababu imeweza kuwaleta Wakenya wengi kwa pamoja. Unajua kuna msemo wa Kimombo ambao unasema those who are used to privilege think that fairness is discriminating them. Najua kuna siku Moses Kuria akiwa mjumbe wa Gatundu North alisema Gatundu North imeachieve 100% electricity coverage. So maendeleo ikipelekwa sehemu nyingine haimaanishi tunakosea sehemu nyingine, labda imeshapata wengine hawana, wanaanza kwa zero. Alafu umeuliza maneno ya numbers, which ni very special kwetu kwa sababu kuanzia leo IEBC inafungua hii uandikishaji. Swala ambalo pia nataka tulijadili pia katika mada hii. Nataka uangalie kaunti ya ndugu yangu hapa Dhuku, Nyeri, 2019 census. Walikuwa watu 1700 na kitu kwa census ya 2018. Ukiangalia uandikishaji ambao wamejiandikisha kupiga kura huko iko karibu 1400 na kitu. So over 65% ya Nyeri population are registered voters. Kuja sehemu kama Turkana, population yao inakaribia milioni 900 na kitu. Uandikishaji wao wa kura ni 200,000 peke yake. So kuna eneo ambayo kwa lugha ya Kimombo imefika optimum ile nini. Kuna wengine wakiongeza kikapu yao itakuja kwa ile normal number sasa ya kila mtu. So na waomba Wakenya wote wakati kura kwanza ndio tutaangalia numbers hapo baadaye. Na sijui kwa nini pengine umepuuza kuangalia numbers kiwango hiki, kwamba ndio unapozungumzia wapiga kura si wote wanashiriki kura kwa njia moja au nyingine. Kwa sababu unajua watu wengi wanashiriki kura. Kuna kitu mnafaa muelewe. Hii register yenye tuko nayo sasa ilianza kutengenezwa 2012. Hakujai kuwa na overhaul. So turnout itaenda ikiwa chini, lakini not because people are not participating. Kwa sababu kwao watu milioni 22 ambao wamejiandikisha, kuna kama milioni 2 ambao wameaga. Kuna kadhaa kama 1500 400 wameenda ngambo. Kuna askari, wale watu ambao wanafanyia IEBC kazi, almost 500,000 hawapigangi kura kwa sababu wametumwa station mbali nao. So kuna changamoto mingi ambazo zina contribute kwa hiyo. Naam. Asante. Thuku, zungumza kwa kifupi tu kuhusiana na ile swali ambalo nimemuuliza hiki kwa mtazamo wako kama mwanasiasa, kwa sababu kama nilivyosema upinzani huenda
mkubwa zaidi ambao unaweza ukatokea, huenda ukatokea ndani ya serikali ya Kenya Kwanza kwa sasa hivi, ama muungano ulioko kati ya UDA na ODM. Na hapo tutakuja kuona baadaye hawa ambao saizi ambao wanatofautiana kwa maneno ama wanadaiwa kukashifu serikali, wataanza wengine kukaribishwa Ikulu ili mahesabu yaanze kupangwa. Ni kweli ama si kweli? Pengine inaendelea. Kwa sababu sidhani kama kuna kiongozi yoyote ambaye anataka urais akakaa akapanga hesabu kwamba njia yake ni hii peke yake na haangalii njia nyingine ya mkato na kadhalika. Acha niseme hivi, mimi niko kwa NEC ya chama chetu kinachoongozwa nchi cha UDA. Tuliweza kufanya mkutano na party leader wetu na deputy, na sisi kama NEC ya chama kwa niaba ya wanachama wote tumeweza kupatia our party leader, His Excellency the President, the full mandate. Ndio tulikuja tukaidhinisha wazo ushirikiano na ODM, and our party leader is at liberty to start, negotiations and hammer any deals that will bring this country together. Hiyo hata ukiona tumeleta vyama ingine in the near future. Kwa hivyo hata Gachagua mnapiga hesabu naye. Unajua sisi ya Mungu ni mengi na rais mtu yote atataka kufanya na yeye, sisi tumeshakubali. So la muhimu niseme hivi, unajua wakati tunasema mambo ya kuleta wananchi pamoja, kama kule kwetu Nyeri wajumbe 5 kati ya 7, mbunge wa Udhaya, mbunge wa Kieni, mbunge wa Nyeri Town, mbunge wa Mathira, women rep wetu na senator, na takriban nusu ya MCAs 42 wa Nyeri County Assembly, sisi tumeshikana pamoja na tumesema ya kesho ni ya Mungu. Ya kesho ni ya Mungu na vile wananchi wataamua. Ya leo tunapanga mikutano ya pamoja. Tunaenda one ward after the other, bringing government programs to our people, na hiyo tutaendelea nayo. Hata juzi tumekuwa na deputy president huko Bere, hata tutamkaribisha rais, na tumekuwa hata tukikaribisha mawaziri and other top government officials. In fact, in that combination tuko na wale wote PSs wanatoka huko kwetu. Agenda ile kuu Nimrod, we must not waste. Sisi tulienda kukampenia hii government, hata kupeleka na mtu. Mimi hakuna mtu alinipeleka kwa mheshimiwa William Ruto. Mimi ni Mungu tu alikata jiangu ili nikaijia huko. So what we are doing ni kwamba tumesema agenda yetu kuu ni maendeleo ya mwananchi yako pale chini. Hiyo mambo ingine ya siasa na hiyo ya matusi hawa wanataka akina Eda hawa wasukume. Sasa you can see hata hiyo mambo yote umecheza pale. Ngoja kidogo tu Nimrod. Hiyo kada yote ya upinzani umecheza pale. No. There is zero issue. Mambo yao Ruto anapaka kuzuganya. Sijui nini. Tuambieni barabara zitajengwaje? Ukulima tutafanya aje? Mheshimiwa, hebu tusikize kauli kutoka. Nyinyi mmesema, acha tusikize wananchi nao wana yapi ya kusema kuhusiana na mustakabali wa taifa na iwapo upinzani una haki ya kukejeli serikali katika utekelezaji wa sera tofauti. Hivi juzi tumemshuhudia Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta akikosoa utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Na hapa katika kaunti ya Nyamira leo hii tupo Nyamira mjini, ambapo tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili linao watueleze maoni yao ni yapi kuhusiana na matamshi yake Rais mstaafu. Naitwa Clinton Rira, ni kiongozi wa vijana katika kaunti ya Nyamira. Yale maneno ambayo Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alisema, ambaye alikuwa rais mstaafu, ni maneno ambayo hayaambatani kabisa na cheo ambacho kiongozi yule yuko. Kwa sababu huyu ni kiongozi ambaye amekuwa katika mamlaka. Ni kiongozi ambaye anafaa kupatiana ushauri katika kwa serikali ambayo iliyopo mamlakani. Sio kiongozi ambaye anafaa kuleta opposition kwa mambo ambayo yanaongelewa. Kwa sababu huyu ni kiongozi ambapo tuliona kwamba wale ministers ambao walikuwa katika serikali yake wengine
Pia ni viongozi ambao wamekuja katika serikali iliyopo saa hii kama Linda Mama na Edu Afya ambayo Mheshimiwa Uhuru ambaye alikuwa anasema. Haya ni maneno ambayo bado yako inclusive kwa universal health coverage. Na kama kuna shida yote, these are issues which the president has to advise on what can be done different and not just oppose everything that the government is doing. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ako sawa sababu mahali tumefikia maisha imekaa ngumu sana. Wakati alikuwa uongozi hata pesa zilikuwa zinatembea. Tumefika mahali za hizi rais wetu ambaye amekalia kiti Mheshimiwa Ruto amefinya Kenya, amefinya pesa sawa sawa. Hakuna pesa zinatembea, hakuna kazi inaendelea. Hata ukiangalia kwa wafanyakazi mambo yao silevi, pesa ndio hizo wanakatwa, mambo ndio hii, mambo mingi. Kwa hivyo maoni yangu ni kusema ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta ako sawa. Sisi kama wananchi wa Kenya, mimi kama mkazi wa Nyamira tumefinywa sana na hii serikali kwa uongozini. He is supposed to retire in peace. Aende kule nyumbani na aweze kuelekeza hii government ambayo iko venye inafaa kufanya mambo yake. Kitu ya kwanza, yeye anafaa kuambia hii government yenye iko tunafaa kufanya hivi, niliachia maendeleo yangu mahali fulani na tunafaa kuiongoza venye inafaa kuwa. Na kitu kingine, hii government yenye iko ilikuja na manifesto yake na reforms zake. So kila president ako na maneno yake ya kufanya, si kuanza kusema kwamba kuna vitu ambazo zilikuwa kwa government nyingine na zikakuja kutolewa. Hapana, huyu rais ambaye ako amekuja na mambo yake, ametengeneza agenda zake na yuko anafuatilia zile agenda zake ambazo alianzisha. Uhuru alikuwa sawa, lakini Ruto amenyonga vijana hawana kazi. Sisi hatuna kazi, pesa hakuna, hospitali Isa alileta ndiye na nyonga watu bwana. Sasa sijui sasa inapeleka wapi. Sasa mwisho Uhuru alikuwa sawa. It is his democratic right to criticize the government. But he anafaa afanye kwa njia inayostahili. In as much as ana criticize the government, anafaa aita hao watu hao stakeholders, akiwaambia awaeleze ni vipi au ni njia gani ambayo wanaweza kutusaidia sisi kama wa Kenya, kwa sababu hata kama ata criticize aseme ni vibaya mara hii haifanyi, anafaa atuambie hii, aambie hao serikali awaambie hii inafaa ifanye kwa njia hii ama njia hii. Nama hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira tukishuhudia hisia mseto tu kuhusiana na matamshi yake aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, baadhi wakimkosoa na baadhi wakimuunga mkono wakisema kwamba aliyesema kuhusiana na utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza ni ukweli. Ripoti ya Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Undi. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tutapata fursa kutangamana na wananchi katika mada ya leo kuhusu mustakabali wa taifa na venye Rais William Ruto alikashifiwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Wacha tusikie wananchi wanayapi kwa mada ya leo. Karibu, naanze na jina. Asante sana. Kwa majina ni Jimmy Nix. Mimi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mkaaji hapa Machakos. Mwanzo niseme ya kwamba rais wa hii wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, yeye ako na haki akiona mambo ambayo mengine pengine alikuwa ameweka msingi yakiharibika kama vile unaona Linda Mama. Kwa hivyo lazima pia yeye atoe wasia wake na maoni yake, kwa sababu pia hata kama sasa ni citizen ako na haki ya kuzungumza, kutoa maelezo na maoni yake. Pili niseme ya kwamba yeye anachafua kwa sababu hata unapozungumzia mambo ya diplomasia, angekuwa anazungumza kule nje, hapo ndio angekuwa anazungumza kando na mambo ya diplomacy. Lakini yeye anazungumza ndani ya nchi akimkosoa rais mwenzake. Kwa hivyo ako na haki, na mimi sielewi kwa nini hata wanasiasa, baadhi ya wanasiasa wengine wamejaribu kumuingilia wakisema ni kama amekosea. Yeye hajakosea kwa sababu anampa mawaidha rais wa sasa. Pili niseme ya kwamba unajua sasa bwana Raila Odinga aliungana na bwana rais William Ruto. Hivyo lazima tuelewe kwamba tunataka viongozi wengine, baadhi ya viongozi kama Kalonzo Musyoka, Uhuru Muigai Kenyatta, tuone wakikosoa serikali, kwa sababu serikali lazima ikuwe na checks and balances. Haiwezi acha tu ifanye kile inachotaka bila kuambiwa hapana, hapa umezidi ama hapa umetoka kando. Kwa hivyo ningesema ya kwamba ako katika haki, na ni vizuri tuone viongozi wengine wakijitokeza na kukosoa serikali wanapokosea.
Na nikimalizia ni kusema kwamba IEBC sasa tunaona mambo ya kujisajili leo ni 29th September imeanza, na ningeomba wananchi kwanza the Gen Zs na millennials wale hawana IDs wachukue IDs, kwa sababu hii ndio ile tunasema you are given power ya representation. Sasa ni hapa kwa ballot. Kwa hivyo wewe enda sasa ujiandikishe, chukua kitambulisho kama hauna kitambulisho. He has the democratic right kukosoa, na pia yeye is a voter kama mwananchi ule mwingine. Mambo yenye aliguzia kama SHA, Linda Mama yenye ilikuwa inafanya kazi, tukiangalia vizuri, kwa maoni yangu, SHA, SHIF and hiyo ingine hata mimi bado sijaona manufaa yake. Tukiangalia Linda Mama, I am a beneficiary of that thing. Watoto wangu wote wamepitia hapo, and it has been a beneficiary to this country. Kwa hivyo mada kama hizo, mimi naomba rais wetu Ruto, unawasikiza hawa, uwasikize kwa makini, you go back the drawing board, alafu you just amend anything, kila mwananchi wote apate ako sawa. Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos ambao ingiwa wasema Rais William Ruto anafaa kusikiza maoni ya kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, kwa kuwa zile vitu alikuwa wameanzisha mingi zilisaidia Wakenya na kwa sasa kuna zingine hazisaidii Wakenya. Pia wanaomba vijana wa Gen Z na Wanakenya ambao bado hawajajiandikisha kama wapiga kura wachukue hii fursa, wajiandikishe ndio wapate fursa ya kupiga kura mnamo mwaka wa 2027. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Naam, kauli za wananchi kuhusiana na mustakabali wa taifa. Nataka tuzungumzie, wakati tunazungumzia haya masuala ya kisiasa, tugeukie kidogo masuala ya IEBC. Manake pia huu usajili wa wapiga kura nafikiri utakuwa na mvuto katika hata haya masuala tunayozungumzia, hesabu za upinzani, hesabu za serikali na kadhalika. Kwa sasa hivi IEBC inalenga kusajili vijana milioni 4. Kutokea matatizo ya mswada wa fedha mwaka 2024, huo ndio utakuwa msukumo sasa hivi wa vijana kupata kura au la? Eda, nafikiri nianze nawe halafu tupate kauli kwa vijana. Unahisi kwamba watakuwa na msukumo wa kutaka kupata kura kutokana na madhila waliopitia wakati wa ghasia za mswada wa fedha mwaka uliopita, ama ni kitu gani kitawapa msukumo sasa hivi kuchukua kadi za kura ikiwa hawajachukua? Kwa sababu IEBC inasema inalenga milioni 4. Naam. Inalingana na vile ambavyo IEBC itafanya campaign ya kuhimiza vijana waende wachukue kura. Pia vyama kama sisi tunajaribu sana, kama wale ambao wanatamani ama wanapanga kuwania viti, wanajitokeza sana kuambia vijana wachukue kura. Na njia zingine nyingi. Kuna wale wanamotivatiwa tu na hiyo ambayo tunasema one time. Kuna ule ambaye anataka tu aende achukue kura ndio make sure amebadilisha amebadilisha hawa viongozi wote ambao wanataka. So nina imani ya kwamba nina imani wa vijana watajitokeza na watachukua kura. Maybe hatutafika ile ya kiwango ambayo tunalenga, lakini ninajua vijana watatokea sana kuchukua kura. Na pia I think saizi population is very young. The general population that is targeting to vote is very young, so drive itakuwa very high. Frederick, uchaguzi wa mwaka 2027 utaamuliwa na vijana ama itakuwa ni kama kawaida? Kwa sababu na nitatumia ule mfano nilotumia kwamba kutokana na ghasia za mswada wa fedha ambao ulishurutisha serikali ya Rais William Ruto kutupilia mbali mswada wa fedha, vijana wakiwa watachukua kura, hao ndio watafanya maamuzi ya mabadiliko yatakavyokuwa, ama idadi yao ama kuchukua kura kwao hakutakuwa na athari yoyote katika uchaguzi wa mwaka 2020? Mwanzo kabisa ningependa kuwapongeza sana tume ya IEBC kwa kuharakisha na kuanzisha ile mradi ya kuandikisha wapiga kura. Wamesema kwamba wangependa kuandikisha vijana takriban milioni 4. Vile vile wamesema wangependa kuandikisha watu takriban milioni 6. Ni jambo nzuri. Lakini nikirudi nyuma kidogo, Nimrod, wajua hao vijana wa Gen Z, kulingana yaliyotokea hasa zile ghasia zilizotokana na mswada wa fedha wa mwaka 2024, tuliona changamoto
kwa sababu vijana walisema hawana chama, hawana viongozi, hawana lolote. Wao wamekuja kwa sababu wamefinywa. Wangependa kuona uongozi bora, uongozi ambao umewajibika. Hivyo ndivyo wanasema. Na ukumbuke hawa vijana wengi wao wanashiriki katika vyama vingine. Baadhi yao walijaribu kuunda vyama vya kisiasa kama yule alikuwa anaitwa ni Murara, ikashindikana. Yule mwingine ambaye anaitwa Makuure, sasa tuko na yeye, akaja akaingia chama cha ODM na anaendelea vizuri sana. Kwa hivyo tunasema uongozi ufuata rasilimali na umaarufu. Ikiwa vijana hawana rasilimali au pesa, kwa mfano, hawana umaarufu, hawawezi hata wachukue kura namna gani, hawawezi wakabadilisha mawazo ya wapiga kura, au hawawezi wakamweka kiongozi wao pale katika debe ili awe rais. Lakini huenda wakachagua, wakasema kwamba kwa sababu kuna kiongozi fulani ambaye wanamtaka, huyo kiongozi ndiye watampigia kura. Vile vile umeona viongozi tunaita legacy politicians wana mbio sana kuhakikisha kwamba wamevutia wale vijana waje upande wao. Kwa sasa kuna vijana wengi zaidi wamejihusisha na vyama ambavyo ni vya kitambo, ODM, KANU, Jubilee na hata DCP. Kwa hivyo mimi sidhani kama vijana hata wachukue kura namna gani watabadilisha ile kanuni za kupiga kura mwaka 2027 kwa sababu siasa ni zile zile. Zuia hapo kidogo. Zile. Naomba ruhusa tu. Ni swala ambalo nataka tulipe kipaumbele, tulizungumzie kwa jadi. Twende mapumzikoni alafu nifungue sakafu muweze kuchangia, kwa sababu ni swala muhimu ambalo hata vyama kiongozi wa taifa aliyeko sasa atakuwa na kibarua kikubwa cha kujaribu kuwashawishi na kadhalika. Mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, lakini tutakaporejea tunazamia masuala ya usajili wa wapiga kura. Je, upo katika nafasi hiyo ya kutaka kuwa mpiga kura mwaka 2027 ama utasalia kuona wenzako wakichagua halafu unakuja unapiga kelele baadaye?